Ukiangalia ni kama wanakijiji wametunukiwa na maji safi na salama ambapo hawajapata kwa muda mrefu. Sio kweli? Hii ni furaha ya kumpokea baba yao mpendwa, mbunge wa jimbo la Kalambo, Mheshimiwa Edphonse Joakim Kanoni, kipenzi cha wana Kalambo. Sisi tunajiuliza maswali mengi. Je, furaha hizi zinatokana na vile ambavyo walikuwa natamani wapate mtu kama huyu, ama wamempata mtu aliyosahihi katika jamii yao, haswa katika maendeleo ya jimbo lao la Kalambo? Maswali yote haya tunajiuliza wote, kwa sababu ndo kwanza wabunge wameanza kufanya kazi rasmi, na hii ikiwa ni likizo fupi tu bungeni. Wamekaa siku 9 tu na kurejea katika majimbo yao, ambapo Mheshimiwa Kanoni alitumia nafasi hii kuwatembelea wananchi wake katika kata mbalimbali. Furaha ilikuwa ni kubwa sana kwa kila mwananchi aliyehudhuria mkutano wa hadhara. Nipende kumpongeza sana mbunge wetu. Tunashukuru Mheshimiwa mbunge kwa kutufikishia wazo letu. Swali lingine, je, Kanoni ni mtu wa aina gani? Mimi ni mbunge leo, barabara lazima ipitike kwa kiwango cha juu kabisa. Ni mzaliwa wa mkoa wa Rukwa katika wilaya ya Kalambo, kata ya Samazi, lakini Kanoni ni mvuvi kutoka ziwa Tanganyika. Alijitoa Mwanga na kwenda kugombea kiti cha ubunge katika jimbo la Kalambo, ambapo alienda kumtoa kwenye kiti cha ubunge Mheshimiwa Kandege aliyedumu miaka 15 katika kiti cha ubunge wilayani Kalambo. Ni kwa nini Kanoni anapendwa sana na jamii yake kutoka kata mbalimbali za jimbo la Kalambo? Kanoni ni mtu wa watu, anayependa maendeleo, kujitoa kwa ajili ya wananchi wake. Yuko tayari kuibadilisha Kalambo ya zamani na kuwa Kalambo mpya kabisa. Haya yamedhihirishwa baada ya kufanya mikutano kadhaa katika kata zake. Maneno yake yana ushawishi mkubwa kwa Watanzania, haswa wakazi wa jimbo la Kalambo. Niwaambie vijana wa Kipango, jiandaeni, uchumi unaenda kufunguka. Mheshimiwa Diwani leo serikali inafanya mpango wa kuondoa jamu la Tunduma kuja Kasesha. Barabara ikishakamilika pale wanahama kuja pale. Vijana hao inatakiwa, kuna mambo nitawaambia huko mbele ninapoweza kuhutubia hapa, wajue fursa zao ziko wapi. Mheshimiwa Kanoni anazidi kushika kasi kubwa, kutajwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya juu kwa kumsifia, kujitoa Mwanga, kufuatilia kwa karibu miradi inayojengwa na serikali. Hiki kinamweka hadhi ya juu sana Mheshimiwa Kanoni. Mheshimiwa Edphonse Kanoni, bunge makini, jasiri, anatiririka mambo, utafikia na miaka 10 bungeni. Anaongea hadharani na haachi kumfuata waziri mmoja mmoja. Lakini pia nikukumbushe mtazamaji, Mheshimiwa Kanoni ni mtu wa watu. Popote anapotembea katika jimbo lake, lazima ashushe kio na kusalimia wananchi wake. Sio mtu wa majigambo. Anapenda sana maendeleo yaanzie kwa vijana, wakina mama, hajawasahau wazee pia. Mheshimiwa Kanoni anafanya nguvu iwe kubwa sana upande wa maendeleo, haswa kwenye jimbo la Kalambo. Hakuna miujiza kwenye kufanikiwa, lazima tufanye kazi. Upendo unaonekana mkubwa kutoka kwa wananchi wake, wakiwemo viongozi wa serikali ya kijiji, yaani madiwani, wenye viti. Wamempokea Mheshimiwa Kanoni kwa mikono miwili, huku wakifurahia kuwa na kiongozi anayependa maendeleo. Na hiki kinamfanya Kanoni awe na furaha na kuonekana anafanya vitu vilivyo sahihi, si mtu wa majigambo. Mtazamaji, nataka nikuoneshe kidogo jinsi alivyofanya Kanoni kwenye hili.
Ilikuwa ni mkutano wa 4 katika mikutano iliyofanyika kwenye ziara yake, ambapo ilikuwa ni siku yenye mvua kubwa. Kanoni akasema, nitazungumza na wananchi wangu. Mvua inaletwa na Mwenyezi Mungu na mvua ni baraka, hasa katika jimbo la Kalambo. Alijitoa mwanga na kusimama katika mvua kubwa, huku akiwaomba wananchi wake wajistiri katika nyumba zilizopo karibu. Ikawashwa spika, maiki mkononi. Kanoni alizungumza point kubwa, na huku wananchi wake wakipatwa na mshangao mkubwa kwa mbunge anayeweza kujitoa kwa ajili ya wananchi kwa upande wa jimbo la Kalambo. Haijawahi kutokea. Kanoni tunamuona mbali sana. Tunahitaji mheshimiwa diwani, tuende kwa vitendo. Ni ahadi nyingi aliziahidi alivyokuwa kwenye kampeni, ambazo kwa sasa anaenda kuzitimiza mwanzoni kabisa mwa kipindi chake cha ubunge, ikiwemo kuendeleza ujenzi wa shule tofauti tofauti, zahanati na majengo tofauti tofauti ya serikali kwa kutoa msaada wa simenti, mabati na pesa za papo kwa papo. Kanoni ameanza na spidi ya 5G. Mtazamaji, unamshauri kipi mheshimiwa Kanoni? Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta? Vipi, pampu za kuvuta maji washakuibia sana? Acha nikupe location. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, na mzungumzia huyu ni Edo fundi pikipiki almaarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga Company Limited. Anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka guta, pikipiki, pampu ya kuvuta maji, generator, anakutengenezea kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edo fundi pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043. Edo fundi pikipiki kutoka Kasunga Company Limited anasema usalama kwanza. Nashukuru sana.